Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira saa 10 kamili jioni katika barabara kuu ya Dar es Salaam kuelekea Morogoro huko eneo la Mdaula, kata ya Mwilingu, wilaya ya Kipolisi Chalinze, mkoa wa Pwani, gari namba za usajili T 157 EHS aina ya Higer Bus mali ya kampuni ya Happy Nation likitokea Musoma kwenda Dar es Salaam, likiendeshwa na dereva aitwaye Zuberi Aweso liliacha barabara na kwenda upande wa pili kisha kuanguka na kusababisha kifo cha abiria mmoja, majeruhi wawili na uharibifu wa gari. Alifariki katika ajali hiyo ni Roda Lucas Maso mwenye umri wa miaka 60, mkazi wa Musoma, na majeruhi ni Nasra Hassan Ali mwenye umri wa miaka 25, mfanyabiashara na mkazi wa Dodoma ambaye amevunjika mkono wa kulia. Maria Goret Elias Mponda mwenye umri wa miaka 53, mfanyabiashara na mkazi wa Musoma ambaye ameumia kifua na mkono wa kulia. Majeruhi wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Msoga Chalinze na mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitalini hapo. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva kushindwa kulimudu gari wakati mvua kubwa ikiendelea kunyesha, hivyo kuama upande wa barabara na kuanguka. Dereva wa basi hilo alikimbia mara baada ya ajali kutokea, na jeshi la polisi mkoa wa Pwani linafanya jitihada za kumtafuta ili achukuliwe hatua za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawataka madereva wa vyombo vya moto kuzingatia sheria zote za usalama barabarani ili kuepusha ajali zinazosababishwa na uzembe. Aidha, wanahimiza kuongeza umakini katika kipindi hichi ambacho mvua zinaendelea kunyesha ili kujilinda wao na abiria na watumiaji wengine wa barabara. Ufafanuzi wa kesi ya wizi wa mtoto. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linapenda kutoa ufafanuzi juu ya mwendelezo wa kesi ya wizi wa mtoto Nasra Abdulrahman mwenye umri wa miaka 3 uliotokea Septemba 2025 kwa Kiluvya Madukani, wilaya ya Kisarawe. Katika kesi hiyo jumla ya watuhumiwa 4 walikamatwa ambao ni Regina Victor Tegen mwenye umri wa miaka 19, dereva wa pikipiki mkazi wa Kiluvya Madukani, Jafari Haji Jafari mwenye umri wa miaka 28, dereva wa pikipiki mkazi wa Gogoni Dar es Salaam, Juma Athman Mgulawangira mwenye umri wa miaka 69, fundi ujenzi na mkazi wa Chalinze Mzee, Tatu Bakari mkulima na mkazi wa Kiluvya Madukani. Watuhumiwa wote 4 walipewa dhamana wakati upelelezi wa kesi hiyo ukiendelea na wanaendelea kuripoti wakisubiri kufikishwa mahakamani. Mara baada ya upelelezi kukamilika, jalida hilo lilipelekwa ofisi ya mashtaka tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2025. Jeshi la polisi lilifanya marekebisho kwenye jalida hilo na kulirudisha tena ofisi ya mashtaka tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo wataandaa mashtaka ili watuhumiwa wafikishwe mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani limekuwa likishughulikia kwa haraka kesi zote za jinai ikiwemo kesi za wizi wa watoto, ambapo zimekuwa na mafanikio kwa watuhumiwa kukamatwa na watoto hao kupatikana. Rai ya jeshi la polisi mkoa wa Pwani ni kuwataka wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kuhusu matukio ya wizi wa watoto yanayoweza kutokea katika jamii, watoe taarifa kwa haraka kwa jeshi la polisi au viongozi wa mitaa wanapobaini mazingira yanayotia shaka ili hatua zichukuliwe kabla madhara hayajatokea. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.